Kama mnavyoona hapa ndo huku ndio chumbani hapa kwa mama mtu, ndio ambaye ndio alipokuwa anaishi mama mwenye nyumba, ndio chumba chake ndio hiki hapa. Ndio dirisha lake ndio lilikuwa hili, lakini vitu vyote vimeteketea. Vitu vyote vimeteketea, hakuna kitu hata kimoja kilichotoka. Huku ndio toileti, wenyewe wanasema chooni. Ndio Jungu anasema huku chooni kumeteketea. Kija huku nini? Hatujui hela zilipokuwa. Hapa kulikuwepo na vikolokolo vingi, sio kwamba swala sije na pesa nini. Hapa kulikuwa na vitu vingi ambavyo vimekaa, mwenyewe alikuwa anajua jinsi gani ndio hata alipokuwa na viweka. Ukija kuangalia na upande wa huku, upande wa huku ndio kulikuwa na mali zake zote za mtoto wake. Ndio. Nguo, nini, ndio, TV, kabati, ndio, kila kitu. Kwa hiyo kitu vyote huku vimeteketea kama jinsi mnavyoona. Hakuna hata kitu kimoja ambacho kilichokuwa kimetoka huku. Vitu vyote vimeteketea. Na chanzo cha moto ni nini? Chanzo cha moto kwa mujibu wa maelezo, wanasema kwamba ni shoti ya umeme. Shoti ya umeme, baada umeme ulipopiga shoti, kwa hiyo na humu ndani kulikuwa kuna ceiling board. Kwa hiyo ule umeme ikabidi sasa ukawa na nani juu kwa juu. Juu kwa juu mpaka ukashika ceiling board, ukaja kushika mbao, ukaja kushika na mabati. Ndio. Kama jinsi mnavyoona. Kwa hiyo ni sawa. Okay, tunakuja upande wa huku. Ndio. Ndio huku. Hapa ndio kama jinsi mnavyoona namna hii, na mpaka moshi ule unaona unaendelea kutoka. Moshi bado unatoka. Hapa ndio kulikuwa kuna mali zote za dukani. Mali zote za dukani. Na duka lilikuwa sehemu gani? Duka lilikuwa hapo. Duka lilikuwa hapa mbele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama ni store. Okay. Store ya kuweka vitu vyake, kama unavyoona mikolokolo ya sabuni nini na nini. Vitu vyote vimeungua yani. Yaani kila kitu vitu vya dukani, kwa sababu alikuwa kama kwa hii ndio ilikuwa ni store yake kwa ajili ya kuhifadhia vitu vya dukani. Vitu vya dukani. Na vitu vyote vimeungua. Na vitu kwa sababu alikopoa biashara yake ni kubwa, sio duka tu. Alikuwa anapeleka vitu huko mnadani. Sasa kwa hiyo mali zake zote ndio alikuwa anahifadhia hapa. Poleni sana. Watatu tangu achukue mzigo. Kama jinsi unavyoona ndio sabuni kama zile kule zote zimeteketea. Ndio. Labda ungekuja huku. Na umesema ana siku ngapi amechukua mzigo? Ana siku kama ya 3 au ya 4, mzigo matoo kama 2 ameshuka. Kwa hiyo ameshusha kama too 2 ameweka mzigo store, na kwa bahati mbaya moto tena alienda kuchukua kwa ajili ya Jumanne na siku za kawaida hapa dukani. Ndio hivyo sasa, ya Mungu mengi ndio atatokea kama hivi. Poleni sana ndugu zangu, naona mafundi mnaendelea kurekebisha. Kama unaona huku. Kwa na hizi sabuni ndo zimesalia ambazo zilikuwa mabaki hayo. Haya ndio mabaki yalosalia kama unavyoona. Yote haya yameungua yote haya. Kama unavyoona. Hapo ndio sabuni ya unga hapo iliyokuwa imebaki. Hii ndio sabuni ya unga ambayo imebaki. Hiyo mikolokolo hapa, kuna ma TV, kuna mafriji, kama hayo yote yameungua. Yaani hakuna kitu ambacho kilichosalia. Ile pale ilikuwa ni kwa sababu alikuwa na biashara ya viroba. Yaani mabalo yale ya vitambaa. Alikuwa anauza na vitambaa. Alikuwa anauza na vitambaa. Kwa hiyo kuna yale majola kwa majola. Sio jola hili tu, kwa sababu hili ndio baki lililobaki, lakini kuna majola kama haya takriban mengi tu ambayo yameteketea na moto. Kwa hiyo ndio kama unaona mabaki ndio tunafanya usafi ili kupunguza baadhi ya vitu. Poleni sana. Moto ulianza kuwaka kuanzia saa ngapi? Moto huu ulianza kuwaka kuanzia milango ya saa 7 mchana. Jana saa 7 mchana. Saa 7 mchana. Mpaka saa hizi moto bado unaendelea kuwaka. Mpaka saa hizi moto ndio unaishia. Ndio unaishia. Walikuja faya jana
wakaja wakazima pale. Walipozima wakaendelea, kwa sababu nao walipigiwa simu huko, kuna gari ilipata ajali na ilikuwa inawaka moto, kwa hiyo nao wakakimbilia huko pia. Pole sana brother. Okay, tumeshapoa. Na ndo mabati ambayo yametoka hapo, milango na madirisha. Pia na nilio. Amechukua na mimi hiyo kata hii.